wewe ndo mtendaji mkuu Naam. wa chama cha ACT Wazalendo. Nini kinachelewesha uundwaji wa serikali ya umoja wa kitaifa? Inasemekana ACT mnagomea, mmechukua muda kidogo kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa. Nini hasa? Hebu waambie Watanzania na wasikilizaji wa Wasafi. Ni kweli kwamba serikali ya umoja wa kitaifa ni swala la kikatiba, swala la katiba ya Zanzibar. Katiba ya Zanzibar, kutokana na uzoefu waliopitia Wazanzibari, uzoefu wa kuumizana, uzoefu wa kuuana, wakaamua wao wenyewe wakati ule wakiongozwa na marehemu Maalim Seif Sharif Hamad na Rais Karume, wakaamua kwamba sasa tutaitawala Zanzibar pamoja, na wakaweka msingi madhubuti kabisa wa kikatiba, na hii imesaidia sana Zanzibar kwa sababu inakwenda pamoja sasa katika masuala yake. Huko nyuma watu walikuwa hawazikani, watu hawanunuliani madukani, watu hawaswali pamoja misikitini, watu hawaheshimiani, na ilileta mtafaruku mkubwa sana na mpasuko wa kijamii kule Zanzibar. Labda unamalizia? Naam. Okay. Kwa hiyo ndio ikaja serikali ya umoja wa kitaifa. Sasa kutokana na uzoefu wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2020, Maalim Seif Sharif Hamad, baada ya kuwa tumeandikiwa na Rais Mwinyi wakati ule kwamba kulingana na matokeo mnastahili kuwa sehemu ya serikali ya umoja wa kitaifa. Sasa sisi awamu hii hatuoni ni muafaka kuingia katika serikali bila kuyashughulikia baadhi ya mambo, na kulikuwa na hoja tatu tu ambazo tulizitoa wakati ule. Kulikuwa na Wazanzibari wameuawa kwenye uchaguzi, kwa hiyo tukataka pawe na uchunguzi huru wa kuchunguza kwa nini wameuawa, nani amewaua, na wale ambao wameshiriki katika vitendo hivyo wawajibike. Lakini pia waliouawa ilikuwa mwaka gani hiyo kesi? 2020, katika uchaguzi mkuu wa 2020. Kwa hiyo ilikuwa ni hitaji la kwanza. La pili tukasema wafidiwe pia kwa wale ambao wameumizwa katika matukio yale, na la tatu tulihitaji mageuzi ya mfumo wa uchaguzi na mfumo wa kisheria. Rais Karume, Rais Mwinyi alivyoyaona yale akasema haya yote yanazungumzika, ni mambo ambayo yanawezekana, lakini ni vizuri muingie ndani tuyazungumze tukiwa ndani. Sasa sisi tathmini yetu inaonyesha kwamba sehemu kubwa ya mambo yale hayajafanywa kazi. Halafu unakuja wito tena baada ya uchaguzi mkuu wa 2025 kwamba ACT Wazalendo mnastahili kuingia katika serikali ya umoja wa kitaifa. Rais amekwisha tamka hata wizara, idadi yake wizara 4 nadhani amezireserve, tunastahili kuingia kule ndani. Sisi tumesema hapana. Suala muhimu hapa sio kuingia ama kutoingia. Suala muhimu ni yale makubaliano ambayo tuliyaweka mwaka 2020. Kwa nini hayajafanyiwa kazi? We need to talk. Ni lazima tuzungumze, kwa sababu yale ni mambo ambayo yataisaidia Zanzibar huko mbeleni tunakokwenda, uchaguzi wake huo wa kupigiwa mfano. Sasa mazingira yalikuwa ya uhasama mkubwa ambao haikuwezekana sisi wenyewe kuzungumza. Kwa hiyo wakubwa Zanzibar, na tuna wakubwa wetu walioshika nafasi mbalimbali huko nyuma, Rais Shein na Rais Karume, wakaona ni vizuri wachukue role ya kutuunganisha sasa, kutufanya tuzungumze. Mazungumzo yanaendelea, na kwa kweli sina mamlaka ya kusema sasa yamefikia wapi, mbivu mbichi kama zimefikiwa, lakini mimi naamini kwamba maslahi mapana ya Zanzibar yatachukua hatamu. Kwa hiyo unaamini kwamba serikali ya umoja wa kitaifa itaundwa tena? Mimi naamini kwamba suluhu ya Zanzibar ni serikali ya umoja wa kitaifa, lakini ambayo inazingatia haki, inazingatia demokrasia, na inazingatia maslahi mapana ya Wazanzibari. Isiwe ni kugawana vyeo, kwamba tumekwenda kwenye uchaguzi tunashindana, alafu naambiwa njoo mezani tuunde serikali. Tunadhani hiyo sio approach sahihi.